Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika kipindi kingine tena cha Bible Study. Kama kawaida vipindi vyetu vya Bible Study vinaletwa na kanisa la Umoja lililopo Dallas, Texas. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali kingine tena cha kuweza kujifunza neno la Mungu kwa kutumia njia ya mtandao. Vipindi vyetu vya Bible Study vinakuwa hewani kila Alhamisi kuanzia saa 1 mpaka saa 2 usiku. Na Alhamisi ya mwisho wa mwezi tunakuwa na kipindi maalum, kipindi cha maswali na majibu cha muda wa dakika 90. Basi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ametupa nafasi ya kuweza kujifunza neno la Mungu, na nitaomba nimkaribishe Brother Jerry ili aweze kuingia tupe utaratibu wetu wa kipindi cha siku ya leo. Karibu sana Brother Jerry. Amen, amen, amen. Asante Priska Mungae Mshana kutoka hapa makao makuu Dallas, Texas, kwa ukaribisho wako huo, na niwakaribishe wote katika kipindi chetu cha Bible Study, kipindi kinachojia kwa isala makanisa ya Umoja makao makuu yakiwa hapa Dallas, Texas, kanisa lipo ulipo wewe kimtandao. Amezungumza hapo kiongozi mwenzangu kwamba tusikize utaratibu wa leo. Kwa siku ya leo basi kwa tumejiandaa kuingia katika sehemu ya pili ya kipindi chetu cha afya ya kimwili versus kiroho, ama mwalimu aweza kubadilisha hapo ujuzi akasema kwamba itakuwa ni afya ya kiroho versus afya ya kimwili. Sehemu ya kwanza kufundishwa naye mtumishi wa Mungu mchungaji John Kapipi kutoka Tanzania. Leo hii tumejipanga tuendelee naye katika sehemu ya pili. As of now bado sijafanikiwa kuweza kumpata, alikuwa hewani katika muda fulani, lakini naona inawezekana alipo connection kidogo inasumbua. Kwa hivyo tukafanya mabadiliko kidogo kwa siku ya leo. Nitampa dakika nyingine 2. Normal tunasubiri kwa dakika 5. Lakini nitampa dakika nyingine 2 kwa sababu nje ya Tanzania tunarejea kumtafuta. Ikiwa hatujaweza kumpata basi kwa siku ya leo tutaingia katika kile kipindi cha maswali na majibu kwa dakika 60. Lakini naomba tufanye subira kidogo wakati tunaenda kumtafuta. Na nikiangalia katika line nafikiri nilikuona mtumishi wa Mungu sasa hivi simuoni tena. Okay, namuona. Nitaomba nikuandae mtumishi wa Mungu dada Mese utufungulie kwa sala, lakini naomba nikupe kama nusu dakika hivi bila kufanya kitu kingine hapa. Okay, basi dada Messi nitaomba nikukaribishe au tufungulie kwa sala. Karibu dada Messi kama unataka kuzungumza. Amen, asante. Basi tuombe. Haleluya. Baba mtakatifu, katika jina la mwanao Yesu Kristo tunakushukuru, tunakutukuza, tunakubariki jina lako Bwana, kwa kuwa ni Mungu mkuu, ni Mungu mwema. Tunasema asante kwa nafasi nyingine mpya ambayo Bwana umetuleta kwa pamoja kuweza kujifunza neno lako, kwa kuwa Bwana umesema tutaishi kwa mkate tu bali kwa kila neno litokalo kinywani mwako. Baba, tuko mahali hapa tayari kujifunza kutoka kwako. Tunaomba ukamtumie mkufunzi wako Bwana akatufundishe lile ambalo Mungu umeweka katika moyo wake, na sisi Mungu tusiwe tu wasikilizaji wa neno kama neno lako linaposema, bali tukalitendee kazi yale yote ambayo tunajifunza. Tunasema asante Mungu, anza pamoja nasi kipindi hiki, na Baba mtakatifu ukapate kumaliza pamoja nasi kwa utukufu wa jina lako. Ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba Mungu tunaomba na kushukuru. Amen. Amen, amen, amen. Mchungaji Kapipi, unanisikia vizuri hapo? Kama unanisikia na mbonyeze alama nyota nambari 6. Nafikiri niliona line yake. Okay, kwenye nisaidie kuona. Amen, amen. Niko hewani. Yeah, sasa upo hewani. Asante. Nashukuru. Basi nitakukaribisha uingie katika sehemu ya pili ya somo letu ambalo tulikuwa tumeanza wiki jana, afya ya kiroho na ya kimwili. Na kwa ambao basi nitakuwa labda mlimisi wiki jana na sasa hivi kama nataka kuwachanganya, hapana. Tuwe katika sehemu ya pili ya somo lile la afya ya kiroho versus afya ya kimwili. Somo ambalo tulikuwa tumefungua katika Yohana 3 mstari wa mlango wa kwanza mpaka wa 2. Na katika yale ambayo tuliweza kujifunza siku ile ni kwamba utajua kwamba mtu anaumwa rohoni kwa kuona mwili wake. Tuliambiwa kwa vivyo utaona masononeko katika roho yake, na vile vile roho yake ikiwa imara
mwili wake nao unakuwa na afya nzuri. Hizo ni bullets 3 ambazo kwa tumeanza nazo wiki jana. So tutaingia katika sehemu ya pili kwa siku ya leo, na mtumishi yuko tayari. Basi nimkaribishe moja kwa moja mtumishi wa Mungu, mchungaji John Kapipi kutoka Tanzania. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, kanisa la Mungu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Basi nianze kabisa kama ambavyo amesema brother Jeli, ya kwamba somo letu lilikuwa ni afya ya kimwili versus afya ya kiroho. Ya sasa kwa sababu ni jambo ambalo liko ndani ya Biblia, yani niligeuza kidogo nikasema litakiwa liwe afya ya kiroho versus afya ya kimwili. Kwa nini? Kwa sababu maisha yetu yanaanza rohoni kabla ya mwilini. Kwa sababu Biblia inatuonyesha kabisa kwamba Mungu akasema tufanye mtu kwa mfano wetu. Nikasema kwamba sura ile ya kwanza Mungu alikuwa anashughulika na mambo ya rohoni. Alitengeneza maisha katika roho, akatengeneza mfumo wote wa maisha katika ulimwengu wa roho. Alipokuwa amekamilika, tunavyoenda katika sura ya pili ya kitabu cha Mwanzo, tukaona kwamba sasa anayatoa yale maisha ambayo aliyaumba katika ulimwengu wa roho yakiwa yamekamilika, na akawa ameyatangaza kwamba ni mazuri sana. Maana nasema tazama, kila alichokifanya Mungu kilikuwa ni chema sana. Akayaleta katika ulimwengu wa mwili. Alipoyaleta mwilini katika sura ya pili, ndio tunaanza kuona vile alivyokuwa ameviumba katika ulimwengu wa roho vikawa havionekani sasa katika mwili. Na akatoa sababu kwamba mvua ilikuwa haijanyesha bado, lakini pia hapakuwepo na mtu mwenye kuilima ardhi, kwa sababu maisha yanamhitaji mtu. Maisha, tukizungumza maisha, ni kwamba hayawezi akawa maisha kama hayuko mtu. Ni sawa hata kwenye nyumba, ukijenga nyumba halafu kaiacha tu, hakuna mtu amekaa humo ndani, ni kwamba baada ya muda ile nyumba itachakaa, ile nyumba itapotea kabisa. Na tulipokuja kwenye kitabu chetu cha Yohana, tukagundua kwamba mzee sasa Yohana anamtakia mzee kwa Gayo awe na afya njema, kwamba afanikiwe kama vile roho yake ifanikiwavyo. Unaona vitu hivi, anasema kwamba afanikiwe huyu mtu kama roho yake ifanikiwavyo. Ina maana mambo yake yaliyo katika mwili inatakiwa yafanikiwe kama vile ambavyo roho yake ilivyofanikiwa. Kwa nikawa nimesema kwamba rohoni pakiwa pako vizuri, basi na mwilini patakuwa vizuri. Tukawa na kipindi cha maswali kadha, tukasema tutarudi katika siku ya leo ambao tutakwenda kuangalia afya ya kimwili. Afya ya nini? Ya kimwili. Basi leo nianze na Mwanzo sura ya 3 na ule mstari wa 3. Leo naanza Mwanzo sura ya 3 na ule mstari wa 3. Naomba nianzie hapo kwa kuwa tuko pamoja, nitasoma tu moja kwa moja. Anasema lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nadhani kama tuko pamoja, majibu haya ni majibu ya mwanamke ambayo alikuwa ameulizwa na nyoka. Nyoka alikuwa amemuuliza swali la mtego akisema kwamba eti Mungu amesema msile matunda yote. Sasa mwanamke anamjibu nyoka, anasema hapana, matunda ya mti wa bustani tunaweza tukala, lakini huu mmoja Mungu amesema tusile wala tusiguse matunda yake, kwa sababu tukifanya hivyo ni kwamba tutakufa. Kwa Mungu kwa ametoa tahadhari, tutakufa. Hasa kwa nini nimeanza na huu mstari leo? Ni kwamba mstari huu sasa ndio chanzo, unatuonyesha kama ukiutafakari kwa makini sana, huu ndio mstari ambao ulileta shida zote ambazo sisi tuko nazo leo. Ni kwamba mstari huu ndio ulioondoa afya ya mwilini na ukaondoa na afya ya rohoni, kwa sababu mstari huu ulikuwa unazungumza kwa habari ya lile tunda. Sasa ndani ya lile tunda anasema ukila lile tunda utakufa. Utakufa nini? Ni kwamba utaua afya yako ya rohoni na ya mwilini. Kwa automatically afya ya rohoni na ya mwilini itakufa. Unaona? Tunaanza kuona ule mstari. Sasa leo nitaka nizungumzie kwamba tuone ni namna gani afya ni ya muhimu na hasara za kuzipoteza ile afya, kwamba tulipoteza ile afya, na mahali ambapo
chanzo cha afya hii kupotea ni nini mpaka tukapoteza afya ni nini. Ni kwamba tunakuja kugundua kwamba chanzo cha kupoteza ile afya ambayo Mungu alisema kule katika kitabu cha Mwanzo ya kwamba ilikuwa ni njema sana, ile Mwanzo 1:31, sisi tunakuja kuipoteza katika Mwanzo 3 na mstari wa ngapi? wa 3, kwa sababu tulienda kugusa mti. Unaona, mti ule anajua kabisa kwamba mkigusa matunda ya mti huu mtakufa. Hasa alivyotoa lile jibu, ukishuka chini, shetani aliuhubiri sana ule mti, akauhubiri mno ule mti. Unaona, baada ya kuhubiri ule mti, hatimaye mama yule akaweza kutamanika, akauchukua, akampa na mmewe, akala. Tayari moja kwa moja akawa ameingiza kirusi katika mwili wa mwanadamu, ambacho kile kirusi sasa kikawa ndio chanzo cha kuweza kuleta magonjwa ambayo tunayaona, magonjwa ya rohoni na magonjwa ya mwilini yakaanza kutokea tayari kwenye hii dunia. Kwa nini? Kwa sababu magonjwa yalipoanza kuingia mwilini ni kwamba tayari alikuwa anatoa dalili na kuonyesha picha kwamba huyu mtu atakufa. Unaona, huyu mtu atakufa. Ndio maana ya magonjwa. Kwa unapoona mtu amekosa afya, amedhoofika, ni dalili ya kwanza kuonyesha kwamba tayari huyu mtu anaingia kwenye umauti. Muda sio mrefu umauti unamkabili, na ndio maana tayari harakati za kibinadamu zinaanza kujitokeza. Unapoanza kuona mtu ameingia kwenye hali ya kuugua katika mwili, tayari wale walio karibu wataanza kumchukua ule mtu, kumkimbiza katika taasisi mbalimbali ambazo zinaweza zikatoa msaada wa kumpatia afya au kumuokoa maisha yake, kwa sababu tayari walishaona tukichelewa ni kwamba umauti huyu mtu utamkuta. Kwa hiyo kilichosababisha hayo yote ni nini? Kilichosababisha haya yote ambayo tunahangaika nayo leo mpaka tunapata somo la afya ya kimwili na afya ya kiroho ni kitu ambacho kinaitwa dhambi. Kwa hiyo dhambi, watumishi wa Mungu, ndio iliyoondoa afya ya rohoni na afya ya mwilini. Ni dhambi. Dhambi ndio imesababisha tukose afya ya rohoni na tukose afya ya mwilini. Na hata tukimwangalia Bwana wetu Yesu Kristo, ni kwamba alipokuwa amekuja duniani kwenye huduma yake, yeye Yesu alipokuwa amekuja hapa duniani kwenye huduma yake, alikuwa pia anashughulika na vitu viwili. Yesu Kristo alikuwa anajenga afya ya rohoni na afya ya mwilini. Na ndio maana kuna watu walipokuwa kiwakuta wakiugua, alikuwa anashughulika na vitu viwili. Alikuwa anashughulika na afya ya rohoni, alikuwa anashughulika na afya ya mwilini alipokuwa wahudumia wale watu. Naomba tufungue Marko sura ya 2 na ule mstari wa 5 hadi Marko sura ya 2 tutasoma mstari wa 5, halafu tutaruka tutasoma 11 na mstari wa 12 tena. Marko sura ya 2 tutasoma mstari wa 5 halafu tutaruka tutakwenda kusoma mstari wa 11 na mstari wa 12. Tuangalie vile Kristo Yesu alivyokuwa akishughulika na katika huduma yake juu ya afya. Alikuwa anashughulika na kuleta afya ya rohoni na hatimaye alikuwa analeta afya ya mwilini. Basi ule mstari wa 5 Biblia inasema, nitasoma tu moja kwa moja. Marko sura ya 2 na ule mstari wa 5. Anasema, naye Yesu alipoiona imani yao akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Unasikia? Yesu alipoona imani ya wale watu, walikuwa wamembeba yule mtu ambaye alikuwa ameparalyze, wakamuingiza pale kwenye kile chumba, wamebomoa dari, yuko pale chini. Cha kwanza kabisa ambacho Yesu alishughulika nacho ilikuwa ni afya ya rohoni. Ni kwamba aligundua kwamba huyu kijana katika ulimwengu wa roho ni mgonjwa, katika roho yake ni mgonjwa. Kwa nini? Ni kwamba roho yake imebeba dhambi, roho yake ina makosa, ina dhambi kule ndani. Kwa ili aweze kuwa salama huyu kijana huyu mgonjwa, lazima kwanza nitangaze msamaha wa dhambi. Kwa alipotangaza msamaha wa dhambi, ni kwamba Yesu Kristo tayari alienda kuleta afya ya rohoni kwanza huyu kijana, akaondoa shida katika roho yake. Alipomaliza kuondoa shida katika roho yake, ndipo Yesu akarudi sasa katika upande wa nini? Wa mwili. Naomba tuingie mstari wa 11.
tuangalie mwilini. Mstari huu wa 5 tunaona Yesu anamsamehe dhambi. Maana anatangaza msamaha wa dhambi wa huyu mtu ili aweze kuwa salama kwanza katika ulimwengu wa nini? Wa roho, aweze kuwa na afya. Halafu ndipo akarudi katika ulimwengu wa mwili. Sasa angalia mstari wa 11 na 12. Anasema, nakuambia, ondoka ujitwike godoro lako uende nyumbani kwako. Mstari wa 12. Mara akaondoka akajitwika godoro lake, akatoka mbele yao wote, hata wakastaajabu wote, wakamtukuza Mungu wakisema, namna hii hatujapata kuiona bado. Unaona watumishi wa Bwana, ule mstari wa juu wa 5 ambao tumeusoma ni kwamba kabla Yesu hajamfanya huyu mtu awe mzima katika ulimwengu wa mwili, ilibidi kwanza amfanye mzima katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Panatuambia nini? Panatufundisha kitu gani? Panatufundisha kwamba tayari huyu mtu alikuwa amepata shida katika ulimwengu wa roho, na ile shida katika ulimwengu wa roho ndio iliyosababisha madhara makubwa katika ulimwengu wa nini? Wa mwili. Sasa kwa hiyo Yesu alipokuwa anasema nataka nidili na huyu mtu, niweze kumsaidia, alibidi aanze na rohoni kwanza, aweze kuondoa ile shida iliyosababisha katika ulimwengu wa roho ambao ni dhambi. Alipomaliza akateremka sasa katika ulimwengu wa mwili. Ndipo akasema, sasa nakuambia, jitwike godoro lako uweze kuondoka. Naomba tufungue tena kitabu cha Yohana sura ile ya 5. Kitabu cha Yohana sura ya 5. Kuna jambo lingine jema la kujifunza katika huduma ya Yesu wakati anashughulika na magonjwa. Unaona, anashughulika na afya. Mimi nasema ni afya, kwa sababu ukiwa mgonjwa maana yake ni kwamba afya yako haiko sawa. Ukimtenda Mungu dhambi, basi ujue pia afya yako haiko sawa. Basi ule mstari Yohana sura ya 5 na ule mstari wa 14. Yohana sura ya 5 na ule mstari wa 14. Anasema, baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. Nadhani tunaiona habari hii, tunaifahamu. Yesu alimponya mtu katika lile bwawa pale la Bethsaida, Bethsaida, ambayo huyu mtu alikuwa ameparalyze na subiri mtu amsaidie pale kwenye ile bilika. Sawa, Yesu alivyomponya huyu mtu, sasa akawa hakumjua Yesu ni nani. Kwa kuna kusajabu kwingi. Sasa baadaye Yesu akakutana naye huyu mtu. Alipokutana naye huyu mtu, Yesu akawa amemwambia, akampa tahadhari. Unaona, ya kujua, akampa tahadhari ya kwamba angalia, usifanye dhambi tena. Maana ukifanya dhambi tu ni kwamba litatokea jambo ambalo ni baya zaidi, linaweza kukutokea wewe. Hasa inatupa picha ni kwamba kumbe hata huyu ndugu, ugonjwa ambao alikuwa nao tayari ulikuwa unatuonyesha kabisa kwamba dhambi ambazo huyu mtu alishughulika nazo zilisababisha huyu bwana akawa kwenye ule ugonjwa. Kwa hiyo Yesu alipokwenda kumponya, akamwahi tena baadaye, akampa ulinzi ili aweze kumaintain ule uponyaji, ule muujiza alioupata. Akamwambia, sikiliza, kuna jambo limefanyika katika ulimwengu wa roho, yawe kusamehewa kwanza. Inaonekana ulisamehewa dhambi hata kama hujaomba msamaha, na baada ya hapo ndipo sasa likawa limetokea jambo la uponyaji. Na kwa kuwa hii imetokea namna hii, basi jitahidi sana sana uweze kwenda kulinda hiki kitu ambacho umekipata, bila uishi maisha yaliyo mazuri, maisha ya kuweza kumpendeza Mungu. Usiingize kwenye hali kama hii. Naomba tufungue tena Zaburi. Naomba tufungue Zaburi ya 103. Inatufundisha kitu hapo. Zaburi ya 103. Tuangalie hapa, tuko kwenye afya ya mwilini. Tuangalie kwamba afya hii ya mwilini iliathiriwa na nini? Ni kwamba imeathiriwa na dhambi. Kuna dhambi zilihusika kumfanya mtu asiwe na afya ya mwilini iliyo nzuri. Na ukishafanya dhambi, manake ni kwamba umekorofisha katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Na kama umekorofisha katika ulimwengu wa roho, basi kuna hatari kubwa sana ya kuweza kuyaona matokeo ya ukorofi wako au ukorofi wangu katika roho unakwenda kutokea katika ulimwengu wa nini? Wa mwili. Sasa Zaburi ya 103 na ule mstari wa 3. Tunaofahamu sana mstari huu. Anasema,
akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Unaona, akusamehe maovu yako yote, halafu akuponya magonjwa yako yote. Unaona, ndipo tunaanza kuona somo letu la afya ya kimwili versus afya ya kiroho, au afya ya kiroho versus afya ya kimwili. Tunaanza kuiona inavyoanza kukaa vizuri sasa, ya kwamba kumbe kuna vitu ambavyo vinaweza vikampata mtu, yani kuna matukio au kuna afya ikawa pungufu ndani ya mtu akawa ni dhaifu, akawa amenyumunyea, akawa amesononeka, akawa hana amani, akawa hana furaha, si kwa sababu tu ya jambo lingine lolote lile. Kuna baadhi ya mambo makubwa ni kwamba huyu mtu anakuwa amekorofisha katika ulimwengu wa roho. Huyu mtu amekorofisha katika ulimwengu wa roho, kwamba katika ulimwengu wa roho wa huyu mtu afya yake iko dhaifu, ama hakuna ulinzi, ama kuna vitu vimeingia mle ndani, mpata uvamizi, tayari automatically tunaanza kuyaona matokeo ya jambo hilo katika ulimwengu wa mwili. Mwili unaanza kutuonyesha sasa kwamba huyu mtu mwenzetu hayuko vizuri, mwenzetu anaumwa, mwenzetu anaugua. Hasa kwa sababu mwenzetu anaugua, tunaanza kupata picha kwamba tayari amepoteza jambo katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Amepoteza jambo katika ulimwengu wa roho. Tunakwenda kuyaona haya mambo. Ndipo sasa ukisoma hii Biblia inakuonyesha kwamba kumbe kuna ugonjwa ukimkuta mtu, ili aweze kuwa salama anahitaji kwanza aweze kutengeneza na Mungu. Ndio anasema akusamehe maovu yako yote. Ina maana Mungu anapokuwa amekusamehe maovu, kinachofuata baadaye ni kwamba Mungu anakuponya. Mungu anafanyaje? Anakuponya. Alikusamehe, lakini baadaye anatokea tena mwenyewe, anaachilia uponyaji katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo ndugu zangu, ni kwamba afya ya kimwili mara nyingi nizungumza sasa hapa ya kwamba afya yetu ya kimwili ambayo tunaishi mimi na wewe, mara nyingi sana inategemeana na afya ya kiroho. Afya yako ya kiroho ndio itakayotoa matokeo mazuri, muona, katika ulimwengu wa nini? Wa nyama ambao unaonekana. Naomba tufungue tena Biblia yetu kwenye kitabu cha Yakobo sura ile ya 5. Yakobo sura ile ya 5. Yakobo sura ya 5. Naomba tufungue na mstari ule wa 17. Yakobo sura ya 5 na mstari wa 14 na wa 15. Yakobo 5 mstari wa 14 na wa 15. Okay. Tusome vizuri hapa. Biblia inasema, Yakobo sura ile ya 5 mstari wa 14 na ule wa 15. Anasema, mtu wa kwenu amekuwa hawezi, maana yake mgonjwa, afya yake si nzuri. Anasema, na awaite wazee wa kanisa, nao wamwombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Anasema, na kule kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua, hata akiwa amefanya dhambi atasamehewa. Unaona, hata akiwa amefanya dhambi huyu mtu atasamehewa. Ni kwamba kule kuomba kwa imani kutamuokoa yule mgonjwa. Sasa Mungu anasema, mtu kwenu hanaumwa, wazee waende waombe kwa imani. Unaona, wakishaomba kwa imani kwa yule mtu, anasema Mungu atamuinua yule mtu. Ndio anatoa sababu kwamba hata kama amefanya dhambi. Anamaanisha nini? Anasema kwamba kumbe kuna baadhi ya ugonjwa, kuna baadhi ya ukosefu wa afya ambao mtu anaweza akawa nao, ukawa umesababishwa na mwenendo wake wa maisha yake ambayo anayaishi hapa duniani. Unaweza kuwa ni sababishwa na mahusiano ya huyo mtu wapi? Hapa duniani. Kwa ukawa umesababisha hali hiyo ngumu na hali hiyo mbaya iweze kumtokea huyo mtu, akajikuta amepata mashambulizi katika ulimwengu wa nini? Wa mwili. Yale mashambulizi katika ulimwengu wa roho yanakwenda kutokea katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo mwili ndio unaotoa picha ya matokeo ya rohoni. Yaani mwili wangu na mwili wako ndio ambao unatoaga picha ya matokeo ya wapi? Yaliyoko katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ukiwa roho yako ikiwa safi na imara,
na mwili wako automatically utakuwa safi na utakuwa na nini, na utakuwa imara vile vile. Unaona? Na roho yako ikiwa haiko sawa, basi ujue kabisa kwamba na mwili wako pia unaweza ukawa hauko sawa sawa vile vile. Rohoni pakiwa pako hovyo na mwili wako utakuwa hovyo kabisa vile vile. Kwa nini? Kwa sababu haya mambo yana mahusiano makubwa sana. Wote tunafahamu katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, naomba nisome hilo andiko, ni la muhimu sana. Kuna baadhi ya magonjwa ambayo tunayaona pale. Unaona? Kumbukumbu la Torati sura ile ya 28. Tumekuwa tukisoma sana hii. Sasa kuna vitu ambavyo nataka nivizungumze kidogo ili muone ni namna gani ambavyo tunapaswa kutunza afya yetu ya rohoni. Kwa sababu afya yangu ya rohoni ikiwa vizuri, basi itaniletea matokeo mazuri katika ulimwengu wangu wa afya ya mwili. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 28. Tunafahamu hii habari. Mimi naomba nisome mstari mmoja, mstari wa 22. Lakini kabla tujasoma mstari wa 22, niombe nisome mstari wa 15. Utatusaidia kupata picha ya 22. Mstari wa 15 anasema, lakini itakuwa usipotaka kuisikiliza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizazo hivi leo, ndipo zitakapokujilia laana hizi zote na kukupata. Sasa hizo laana utakiwa utapanda muda wewe kazisome. Mimi naruka naenda mstari wa 22. Anasema Bwana atakupiga kwa kifua kikuu na kwa homa. Unaona sasa? Homa. Mtu anazizi kitu cha kawaida kwa sababu ana homa, watu wao waelewi. Kumbe hii homa tunapokuwa tunaumwa haya mambo, tunatakiwa tuwe makini sana. Tutafakari baadhi, ina maana homa inakuja kwangu inataka kunionyesha nitafakari njia zangu. Unaona? Bwana atakupiga kwa kifua kikuu na kwa homa na kwa kuwashwa na kwa hari ya moto na kwa upanga na kwa ukaufu na kwa koga, navyo anasema navyo vitakufukuza hata uangamie. Navyo vitakufukuza hata uangamie. Sasa tunaanza kuona kanisa la Mungu ambao tuko kwenye Bible study, wanafunzi wa Mungu wa Biblia, ya kwamba tunaanza kuona kabisa kwamba magonjwa haya ambayo tunahangaika nayo leo, au ukosefu wa afya ambao tunahangaika nao leo, mpaka umesababisha, unaona, vituo mbalimbali vya kutoa huduma za kiafya vimekuwa vingi na watu wameingia kwenye masomo makubwa sana. Tunapata picha kwamba haya, ndugu yangu, hayakuwepo katika mfumo wa Mungu wakati Mungu anawaza kuumba dunia na vitu vilivyomo. Mungu hakuwa hivi vitu havikuwemo kwenye ule mfumo, lakini vilikuja kutokea kwa neema ya Mungu na kwa rehema ya Mungu, kwa maana Mungu alijua hawa watu wamekwisha kuharibu, lakini kwa sababu moja ama nyingine, ili waweze kuishi hata kwenye hiyo miaka kadhaa ambao nimewapa waishi ya mateso na mahangaiko. Maana Biblia imesema kwamba mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi ni chache sana, nazo zimejaa tabu sana. Mungu amesema, anasema yuko kama ua, ananyauka lakini baadaye anachanua, lakini baadaye ananyauka. Kwenye haya maisha ya kuwa kama ua, mwili huwa mwanadamu, ndipo Mungu akaona awape watu taalamu sasa wa kuweza kutengeneza dawa za aina mbalimbali, ili kwamba watu waweze kujaribu kuokoa afya zao, lakini huku wakiwa wanafanya shughuli zao zingine, kuweza kufikisha hata miaka michache hii ambayo tuko tunahangaika nayo. Sasa tunakuja kuona kabisa kwamba kumbe chanzo kikubwa cha ukosefu wa afya, iwe ya rohoni ama iwe ya mwilini, ni dhambi. Na ili uweze kuwa kamili, kuwa na afya iliyo nzuri, ni kwamba lazima umaintain afya ya mahusiano yako au afya yako ya kiroho. Afya yako ya kiroho ikiwa nzuri, basi moja kwa moja na afya yako ya mwilini nayo itakuwa ni nzuri vile vile. Sasa hapa kuna mambo manne ambayo nimeweza kuyaorodhesha, mambo manne hapa ambayo ni ya muhimu sana. Nadhani watu walikuwa na maswali siku ile na leo wanaweza wakawa na maswali. Sasa naomba niyaweke wazi kabisa, wanifuatilie vizuri haya mambo manne. Jambo la kwanza kabisa ambao naomba watu tulioko kwenye kipindi hiki mnoti, jambo la kwanza kabisa naomba mnoti ya kwamba kuna aina hizi 4 ambazo ni za magonjwa yanamkuta mwanadamu.
na vyanzo vyake, aina 4 za haya magonjwa au za ukosefu wa afya. Kwa jambo la kwanza nimelisema, kuna magonjwa yanayoletwa na Mungu kwa sababu ya maovu ya mtu. Jambo la kwanza lazima muelewe kwamba kwa nini watu wanaugua, kwamba kuna watu wengi ambao tunaugua, yani tunakosa afya ya mwilini kwa sababu ya dhambi, kama ambavyo nimeeleza kule juu kwamba dhambi imesababisha mimi mtumishi wa Mungu John niweze kuingia kwenye ugonjwa, nipate ugonjwa fulani, nimekorofishana na Mungu. Sasa Mungu anakasirika, kama tulivyosoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 na mstari wa 22. Mungu ananipiga, analeta ugonjwa nyumbani kwangu. Ezo unanikuta mimi ama unamkuta mtoto au unamkuta mtu yote ambaye yuko karibu na nani na mimi. Sasa ukiwa na ufahamu wa kutosha kama tunaojifunza leo, ili uondoe lile tatizo, cha kwanza rudisha mahusiano yako na Mungu. Nenda katengeneze na Mungu kwanza. Ukitengeneza na Mungu unapata uponyaji huu, kwa sababu dhambi hii ndio iliyoleta hayo magonjwa. Ndio anasema akusamehe dhambi zako na aweze kukuponya na magonjwa yako yote. Kwa jambo la kwanza ni kwamba kuna magonjwa ambayo yanaletwa na Mungu kwa sababu ya maovu yetu. Kwa inakuwa ni kama adhabu, Mungu ananiadhibu kwa sababu nimefanya mabaya. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, naomba munielewe pia watumishi wa Bwana, kuna magonjwa ambayo yanamkuta mtu. Ndio yale maswali uniuliza siku ile iliyopita kwamba huyu mtu mbona ni mtakatifu lakini mbona anaugua? Sasa najibu leo ya kwamba kuna mtu anaweza akakosa afya yake ya mwilini. Mimi nazungumza habari ya mwilini, akakosa afya ya mwilini lakini rohoni yuko vizuri, ni mtakatifu, amemwamini Mungu wala hajakorofisha kabisa. Lakini kwa nini ameugua? Ni kwamba kuna magonjwa ambayo yanaletwa na shetani kwa ajili ya kuitikisa imani yako. Shetani anakupiga magonjwa ili aweze kuitikisa nini? Imani yako. Ionekane kwamba je, huyu mtu ataendelea kushikamana na Mungu? Ndio sasa wiki iliyopita kuna mtu alikuwa anazungumza habari ya nani? Ya Ayubu. Mimi sikutaka kuongelea siku ile habari ya Ayubu, lakini hapa tunaweza nikamuongelea sasa. Kwamba kwa mfano Ayubu alipigwa yale magonjwa si kwa sababu alikuwa ana afya mbovu katika ulimwengu wa roho. Hapana, katika ulimwengu wa roho alikuwa vizuri. Na Mungu anasema alikuwa mkamilifu, mwelekevu, ni mmoja kati ya watu waliomcha Bwana na kuepukana na uovu. Lakini ghafla aliugua. Aliugua ugonjwa mkubwa sana uliofanya mpaka watu wamkimbie, hadi na mke wake akaweza kwenda kumkimbia. Kumbe ugonjwa wa Ayubu ulikuwa ni kipimo. Sawa, shetani ameleta ule ugonjwa na sasa tumeelewa walikubaliana na Mungu ili apime, je, Ayubu ataendelea kushikamana na Mungu wake? Je, hata uiacha imani? Kwa kuna magonjwa mengine unakuta unayavamiwa, unayapata mtumishi wa Bwana. Si kwamba uko vibaya rohoni, hapana. Rohoni uko vizuri tu, lakini wanataka waone imani yako. Je, itabaki katika Mungu ama itakwenda wapi? Hilo ni jambo la pili, ni aina ya pili ya magonjwa ambayo tunaweza kukutana nayo. Lakini jambo la tatu ni kwamba kuna ugonjwa unakuja kwa njia ya kutwaliwa baada ya kumaliza mwendo. Watumishi wa Mungu, naomba munielewe hapa. Kuna ugonjwa unakuja kwa mtu wa Mungu ambaye rohoni yuko vizuri kabisa, lakini muda wake wa kuondoka kwenye hii dunia umefika. Kwa maana Mungu alisema, siku mtakayokula matunda ya mti huu hakika mtafanyaje? Mtakufa. Sasa nitakufaje? Mimi ni mtumishi wa Mungu, nitakufaje? Lazima kuwe na sababu itakaonifanya mimi nife. Na sababu kuu kabisa, tukiondoa ajali, tukiondoa na labda mtu amekupiga risasi ama upanga, lakini njia kuu ambayo inajulikana ya watu kuondoka kwenye hii dunia kutwaliwa na Mungu ni ugonjwa. Utashangaa tu ghafla watasema huyu ameumwa kichwa, huyu ameumwa tumbo, alikuwa analalamika maumivu ya tumbo. Ni wachache sana ambao wanapiga magoti na kuomba na kuondoka zao. Ni wachache ambao wamelala kitandani hapo Mungu anamchukua. Vipo vya namna hiyo, lakini vichache sana. Vilivyo vingi sana ni ukosefu wa afya katika mwili. Kwa Mungu anakuja analeta tu ile hali kwamba huyu mtu ametumika, amekaa na mimi duniani, muda wake umeisha, sasa ni wakati wa yeye kuondoka. Kwa ni aina ya tatu ya ugonjwa. Aina hii ya ugonjwa, aina tatu, inaletwa na Mungu kwa ajili ya kuweza kukuondoa wewe katika dunia, maana umemaliza muda wako, mwendo wako umeisha, lazima uondoke. Mbele za Bwana ule ugonjwa unakuja. Na huu ugonjwa ukija, mtumishi wa Bwana, hata mkiomba, sisi watumishi tukaomba sana,
tukachukua maandiko mengi, Mungu mponye huyu mtu, tukaweka mafuta kama umetuambia, kila aina ya maandiko tukatamka pale, yule mtu hawezi kupona. Baadaye Mungu atazungumza na watumishi wa Bwana tu, umeona, walio vizuri rohoni, kutuashiria kwamba mjiandae kisaikolojia, kwa sababu huyu mtu anaondoka, muda wake umefika. Hiyo ni aina ya tatu ya ugonjwa ambao unamkuta mtu. Lakini aina ya 4 ambao nimeiorodhesha pia hapa, nimeiona ni kwamba kuna aina ya 4 ya ugonjwa ambao unamtokea mtu kwa sababu moja tu ya kulitukuza jina la Mungu. Kulitukuza jina la Mungu, kwamba ugonjwa huu sio mauti, ili Mungu atukuzwe. Naomba tufungue Yohana sura ya 11. Hii nitasoma Yohana 11 na ule mstari wa 4. Tunafahamu habari hii, ni habari ya Lazaro ambaye alikuwa ni mgonjwa kabisa. Dada yake Martha na Mariamu walimwendea Yesu kumweleza habari ya huyu ndugu yake, rafiki yake, ya kwamba anaumwa, ili lengo na makusudi Yesu aende amponye, amuombee yule mtu apone. Lakini angalia majibu ya Yesu, ule mstari wa 4. Anasema, na Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Adamu atukuzwe kwa huo. Ili mwana wa Adamu atukuzwe kwa huo. Kwa hapa nakuja kujibu maswali ambayo watu walikuwa nayo siku ile, na inawezekana leo pia wakawa nayo mengine, najaribu kuyajibu, ya kwamba kuna ugonjwa unaweza kumtokea mtakatifu wa Mungu, yani yuko rohoni, ana afya nzuri katika ulimwengu wa roho. Yani kuwa na afya nzuri katika ulimwengu wa roho na maanisha ni kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Naomba nieleweke hapo. Unapokuwa na mahusiano mazuri na Mungu, yani umejitahidi kuzishika sheria ya Mungu, Yesu ni rafiki yako, Roho Mtakatifu ni rafiki yako, umeishi yale matakatifu, anasema iweni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Basi hafu ghafla ukavamiwa, ukawa na afya katika mwili ambayo si nzuri. Nilikuwa naeleza haya mambo 4. Yamkini ugonjwa huo uliokupata, ndugu msikilizaji, ni kwa ajili ya kumpa Mungu utukufu. Ni kwa ajili ya kumpa Mungu utukufu, si kwa ajili labda umefanya dhambi, au labda si kwa ajili umevamiwa na shetani, ama si kwa sababu labda unataka kutwaliwa. Hapana, bado unatakiwa kuishi kwenye hii dunia, lakini Mungu anataka atukuzwe, ili baadaye waje watumishi wa Bwana wakuombee. Wakishakuombea, halafu Mungu anatukuzwa, kwa sababu unapotokea uponyaji, sifa kubwa kabisa huwa zinamwendea Mungu aliye hai. Basi kwa kufika hapa, nitamani nihitimishe somo langu la leo. Nilikuwa najaribu kukimbia sana kwa sababu nilichelewa dakika kadhaa ili niweze kufika mahali pazuri. Nataka niseme, ndugu zangu watumishi wa Bwana, nimalizie kwamba afya ya kimwili kama nilivyopewa mwanzo versus afya ya kiroho, au niseme afya ya kiroho versus afya ya kimwili. Nataka niwaambie vitu hivi, ndugu zangu, vinaendana, yani vinaenda sambamba. Huwezi ukavitenganisha hata kidogo. Yani ni vitu ambavyo huwezi kuvitenganisha. Yani kwa kadri ambavyo mtu anakuwa na afya katika ulimwengu wa nini? Wa roho, basi automatically atakuwa na afya katika ulimwengu wa nini? Wa mwili. Achilia mbali haya mambo 4 ambayo nimeyaorodhesha. Kwa ukiona haya mambo yamekutokea, naomba urudi kwenye haya mambo 4 ambayo nimesema. Ikiwezekana muulize Bwana kwamba imekuaje ninaugua na mimi naishi vizuri? Imekuaje mwili wangu unakosa afya na mimi niko vizuri? Kuna majibu yanaweza yakatokea pale. Na ukipata majibu katika haya 4 niliyoorodhesha, basi utajua pia namna ya kuweza kwenda kutengeneza pamoja na Mungu. Unaweza kwenda kutengeneza pamoja na Mungu akakusaidia. Lakini afya ya kimwili pamoja na afya ya kiroho, au afya ya rohoni na afya ya mwilini, ni vitu ambavyo vinaenda sambamba kabisa. Ili huwezi kuvitenganisha hata kidogo, kwa maana vyote vinamhusu mtu mmoja. Na mtu hawezi kukamilika, lazima awe na mwili, awe na roho, na awe na nafsi. Kwa lazima akamilishe vitu. Kwa hiyo ukiona kwamba kimoja kimeleta shida, basi kingine utaona matokeo yake nayo yanakwenda kutokea. Naomba nisome mstari mmoja ili niweze kuonyesha kwamba vitu hivi ni vitu ambavyo vinaendana. Ni vitu ambavyo vinaendana kabisa. Naomba nisome mstari
sura ya 17. Kitabu cha Mithali sura ya 17. Nitasoma mstari ule wa 22. Biblia inasema, moyo uliochangamka ni dawa nzuri. Moyo uliochangamka ni dawa nzuri, bali roho iliyopondeka huikausha mifupa. Unaona, roho iliyopondeka huikausha mifupa. Kupondeka huku sio kule kupondeka kwa unyenyekevu na kutubu kama ambavyo tunafahamu. Hapana. Maana ni kwamba ni roho ambayo ina huzuni, roho ambayo imekosa afya. Roho yangu inapokuwa imekosa afya, basi mifupa, mwili sasa, unaona, unatoa machozi, ni kwamba inakauka. Sasa nikiwa na maanisha nini, watumishi wa Bwana, kwenye somo letu nitaka nimalizie hivyo kwamba afya ya kiroho versus afya ya kimwili, au afya ya kimwili versus afya ya kiroho ni vitu ambavyo vinalandana, yani vinaendana. Hakuna namna utaweza kuvitenganisha. Vile utakavyokuwa imara katika roho, utaweza kuwa mzuri katika mwili. Na ukimwona mtu yuko mzuri katika mwili, siku ile nilisema mpe muda, wala msio na wasiwasi, mpe muda. Yani kama huyu mtu ni mzuri katika mwili, lakini ana afya vizuri, anaonekana yuko imara, na rohoni ni mtenda dhambi mkubwa, anafahamika kwa mambo yake yaliyo mabaya, niliwaambia mpe muda. Muda wake tutaukuta kwenye Kumbukumbu la Torati, tumesoma 28:22. Siku itafika tu hapo Mungu atakapozifunga mbingu, unaona, atakapoachilia mapigo juu ya huyo mtu, ndipo mtakapokwenda kuona hatari zilizo mbaya zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Naamini nimejitahidi sana kuweza kuleta hili hali kwa muda wangu. Naomba nirudishe kipindi kwa brother Jelly ili aweze kutuambia mawili machache. Mimi naomba nihitimishe kwa namna hiyo kwamba afya ya mwili na afya ya roho, au afya ya roho na afya ya mwili ni vitu ambavyo vinaendana, huwezi kuvitenganisha, vinategemeana sana sana sana. Mungu awabariki sana. Amen, amen, amen. Wow. Amen, amen, amen. Asante sana mtumishi wa Mungu, mchungaji John Kapipi, kwa kutupeleka vizuri kabisa katika sehemu ya pili ya somo letu hili la afya ya kiroho versus afya ya kimwili. Ilikuwa ni sehemu ya pili kwa siku ya leo. Yes, tulianza kwa kuchelewa kidogo. Sometimes kunakuwa na mipango tofauti. Wapo ambao watasema kwamba shetani aliingilia, wengine watasema kwamba ni mipango ya Mungu. Itategemea mtu utaamua kuchukulia vipi kwa siku ya leo, kwa sababu ukiangalia muda wetu umetupiga ambao tumepewa. Lakini tulikuwa tumeshafanya kikao kidogo cha haraka impromptu katika dawati letu Bible Study, tukasema kwamba kama mwalimu ana sababu, kama anafikiria kwamba somo hili amelifinya mno kwa siku ya leo, na wiki ijayo yuko tayari kuja kutuwekea vizuri, tutamkaribisha kwa wiki ijayo, which also means kwamba maswali nayo yatahamia kule. Mwalimu, katika kile ulichofundisha kuna ambacho nafikiri kimebaki, tukukaribishe next week. Nilitaka kuanza kupata maoni. Kama mnavyojua mimi niko muda wote, sijui kama tumekosesha maswali, na maana nimekimbia kweli. Nilikuwa najaribu kukimbia kabisa ili kuweza kuokoa muda, ili niweze kuachia maswali mbalimbali. Yes. Sasa wasikilizaji, kama wana maswali ambayo nadhani yangeweza kunipa mimi go ahead ya kuendelea wiki inayokuja, ningeweza kuambia okay. Sasa niweze kulisamarizi vizuri wiki ijayo, hapo tuendelee na maswali. Yote inawezekana. Mimi kwangu niko muda wote sawa. Sawa. Nashukuru katika hicho. Kuna roho zaidi ya 60 zinasikiza kipindi kwa hivi sasa. Basi nirudi katika ambao tuko mbashara kwa hivi sasa. Angalia simu yako, wala manyusa namba 6. Takaribisha kama dakika 5 hivi kwa siku leo za upendeleo kwa wale ambao wana maswali ama wana changizo katika yale ambao wamesikia, na vile vile mwalimu amehinti hapo kama kuna sababu ya kuja kuendelea kidogo na somo hili. Tutaangalia audience inasemaje. Angalia simu yako, alama nyota nambari 6. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu dada Mese. Amina. Asante kaka Jerry, Mungu akubariki. Swali langu linakuja katika orodha aliyotutajia kwamba magonjwa yanatoka na shetani na magonjwa mengine Mungu mwenyewe. Nimejaribu kutafuta, lakini nafikiri nilishasoma, kama labda ni mimi tu, kwamba magonjwa hayatoki kwa Mungu ila anaweza kayaruhusu.
Sasa swali langu linakuja, kuna magonjwa yanatoka, najua amesema kwamba kuna magonjwa yanatoka kwa Mungu, na je tunaposema kwamba magonjwa hayatoki kwa Mungu ila Mungu anaweza kuyaruhusu, hapo inakuwaje? Kwa sababu kuna sehemu amesema kwamba magonjwa yanatoka kwa Mungu. Of course tumeona kwenye ile kumbukumbu ya sheria yalitajwa magonjwa baadhi, lakini nakumbuka kwamba sisi tunaishi kwenye kipindi cha neema, kidogo tuko tofauti. Maana kule ilikuwa ukipigwa ni unaanguka, ukitenda yani unaanguka hapo hapo, hakuna nafasi nyingine, lakini kwenye neema tumepewa nafasi nyingine ya kutubu. Kwa hiyo swali langu ni kwamba magonjwa yanatoka kwa Mungu au Mungu huwa anayaruhusu? Amen. Amen. Swali zuri kabisa kutoka kwa Connecticut dangu Messi pale. Kabla sijamkaribisha mwalimu, nikaribisha watu wengine kama tuko tayari kuchangia hilo. Mwalimu alisema kwamba kuna aina 4 za magonjwa. Kwanza kabisa alisema ni magonjwa yanayoletwa kwa mtu ama jamii yake, yakiletwa na Mungu kwa sababu ya maovu ya dhambi zako mwenyewe. Na akasema sababu ya pili, akasema magonjwa ambayo yanaletwa na shetani ili yatikise imani yako. Akatoa mfano wa kitabu kile cha Ayubu. Nimeanzia hapo ili tukumbuke kwamba alitamka yote. Alitamka kwamba yapo yanaletwa kwa Mungu na yale yanaletwa na shetani kwa kuruhusiwa na Mungu, kama mfano wa Ayubu. Mmoja swali niwarudisha katika swali, anasema kwamba upande wake anachoelewa kwamba Mungu hatuletei, si ndio Damesia? Mungu hatuletei magonjwa. Ndipo alipoegama hapo. Sasa turudi katika ndio samani nimechelewa kujibu. Ndio swali langu liko hapo, ndio Mungu kama Amen. Amen. Karibu tujaribishe kuchangia swali. Je, Mungu analeta magonjwa? Alama nyota nambari 6, jina la pale ulipo. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Karibu. Nafikiri dada Sofia, sauti yako na katia kidogo, lakini hebu tusikilize. Karibu. Amen. Ndiyo. Ndiyo. Tunapata shida kusikia simu inakatika kidogo, labda ni positioning, labda ni simu ilivyokaa. Hebu jaribisha kuendelea kuongea tena kidogo, labda patafunguka kitu hapo. Ni kama nakatika ni asante safi, alafu ache endelea kidogo. Amen. Hapo mnanisikia? Sasa is much better. Thank you. Karibu. Bluetooth yangu nadhani nimepata shida. Kwanza mwalimu, tunaomba yayo arudi, kwa sababu leo tumekimbizana tu na muda hapa, tuna maswali tukini kijao urudi. Lakini pia swali la dada Messi alilouliza, nikimrejea mwalimu alisema magonjwa ndio yatoka kwa Mungu, lakini Mungu anaweza akayaruhusu, na akatoa mfano wa Ayubu. Kwa hiyo anayaruhusu kwa lengo gani? Ambapo pia anaweza karuhusu kujaribu imani, kukupima unampenda. Je, unaona Mungu anaweza? Ndio hawezi akatoa, sababu Yesu alikuja tuwe na uzima, lakini anaweza akayaruhusu. Kwa hiyo kuyaruhusu, lakini alisema yanatoka, dada Sofia, labda alisema kwamba yanatoka kwa Mungu. Hajasema kwamba mimi ndo nimeuliza kwamba nimesema kwamba huwa Mungu anayaruhusu au yanatoka kwa sababu yeye amesema yanatoka kwa Mungu. Okay. Kama hapo basi sina cha kuambia. Mimi narejea kwa Mungu anaweza akayaruhusu magonjwa. Na maana naungana na Messi. Labda mwalimu hapa tusaidie sijui. Yep. Na kwa haraka hapo alisema aina 4. Ya kwanza ndipo swali la Damesi lilipo, alisema kwamba analetwa na Mungu kwa sababu ya maovu ya dhambi zako mwenyewe. Then hiyo point ya pili ambayo wengi tunaifahamu ni pale sababu kwamba analetwa na shetani ili atikise imani yako, lakini kwa kuruhusiwa na Mungu. Kwa hivyo Mungu anapoinvolve katika sehemu pili kumruhusu shetani acheze na imani yako, kama mfano wa Ayubu ambao uko very famous. Lakini point ya kwanza sema kwamba analetwa na Mungu tu straight kwa sababu maovu yako. Labda nimkaribishe mwalimu tujibu kwanza hilo swali, and then tuzungumza swala la wiki ijayo baadaye. Point yako kwanza sema kwamba analetwa na Mungu. Karibu. Bwana asifiwe sana. Amen, amen. Amen. Nimefurahi sana brother Jerry, kwa sababu liniuliza swali kwamba mlikaa kikao hapo kidogo dawati lenu mkajadili kwamba hii ngoma lazima iende wiki ijayo. Inaonekana. Na mimi nimefurahi sana kwamba swali la muulizaji la dada Messi na mimi limenipeleka sasa wiki ijayo. Roho, kwa nini? Kuna jambo la muhimu sana, na mimi sasa ndio Bible study. Sasa wamenipeleka mahali ambapo unakwenda kufundisha vitu vigumu.
ambavyo watakatifu huwa hawavielewi. Amen. Naomba hili nisilijibu, ila tujibu wiki ijayo, kwa sababu kuna watu hatumuelewi Mungu. Yaani nimegundua kwamba kuna vitu hatumuelewi Mungu. Kwa hiyo naomba nilijibu wiki ijayo. Nitakuja kubabadua mambo, naamini kwamba na maswali mengine yataongezeka zaidi, tutakuwa na kipindi kizuri. Na nitachukua dakika kidogo sana kujibu ili kufundisha ili kidogo, ili niweze nitaanzia hapo kwa dada Mese, halafu ndo yatakuja mengine. Tutakuwa na wakati mzuri sana wa kuweza kujifunza. Nadhani itakuwa siku ya muhimu sana, watu wasikose. Basi nafikiri the message tunaweza tukaweka agano katika hilo. Amina. Asante mchungaji. Amina. Asante kaka Jerry pia. Amen. Asante. Karibu mtu wa mwisho. Ana manyota namba 6. Amen. Karibu. Nafikiri ndani. Winnie huyu? Yeah, ni Winnie. Napenda kumshukuru mtumishi wa Mungu sana kwa jinsi ambavyo ameweza kutufundisha. Somo liko very interesting. Mungu akubariki sana kwa kweli. Mimi nilikuwa na swali kuhusu afya kwa ujumla. Je, watu wanapozaliwa, wanavyoendelea kukua, je, kuna magonjwa ambayo yanatokea kwa sababu mtu anautumia mwili wake kama yani kadri unavyozidi kuendelea kuwa mtu mzima? Kwa mfano utakuta yani mzee akifika labda miaka 100, miaka 80 na figo zinakuwa hazifanyi kazi kama za kijana ambaye yuko na miaka 20, au unakuta moyo wake haufanyi kazi kama wa mtu ambaye ana miaka 50, miaka 49 au miaka 20. Ukija kwenye magoti kuna vitu vinaitwa cartilage, kuna fluid inakaa katikati ya magoti. Kwa hiyo kadri mtu anavyoendelea kutumia magoti, kutumia viungo, ile fluid inakuwa inaisha na cartilage zinakuwa zinaisha. Kwa hiyo unakuta watu wanapata magonjwa, anasikia magoti yanauma kwa sababu labda mfupa unagusana na mfupa. Je, yani hayo magonjwa unaweka kwenye kategori ipi? Ni magonjwa yanayotokana na umri au ni magonjwa yanayoletwa na Mungu au ni magonjwa yanayoletwa na shetani? Kwa sababu katika grupu hiyo unaweza kukuta kuna watu wengine ambao wana miaka 90, wana miaka 100 na figo zao ziko vizuri tu. Kwa hiyo mimi nilitaka nijue kule kwa majority ambao unakuta kwa sababu ya umri wanakuwa wana matatizo ya figo, au unakuta wana matatizo ya mifupa, au mifupa inalika, mifupa inafanya hivi, lakini kwa sababu ya umri unapokwenda, hayo magonjwa unakuwa unayaweka kwenye grupu ipi? Ndio swali langu. Amen. Asante sana Winnie kutoka pale Washington State kwa swali lako loaded vizuri kabisa. Labda kwa matumizi kwa manufaa ya wale wengine ambao Kiswahili sisi lugha ya 4, huyu daktari akisema cartilage, kwa wale ambao mnakumbuka mchemsho, kuna ile nyama kama inatikisa hivi. Hiyo ndo cartilage kwa nazungumza kwenye maungo. Watapata matatizo hayo. Mwalimu, karibu. Asante sana brother Jerry, na asante sana muuliza swali. Hiyo swali lake liko kwenye kundi la 4 katika yale makundi ambayo nimeorodhesha. Kundi la 3 ambalo nimesema kuna ugonjwa unakuja kwa njia ya kutwaliwa baada ya kumaliza mwendo. Tayari huyo mzee anayemzungumza hapo kibibilia ni kwamba yuko mwishoni, anakuondoka huyo. Kwa yeye sasa amepata bahati ya kupata figo zikawa hazina afya kamili, mwingine akapata magoti kama hivyo, mwingine akapata mgongo, mwingine moyo. Ziko tofauti. Kwa kila mtu anaenda kwa namna tofauti. Na mwingine kama nilivyosema, yeye hivyo havikumpata, ana vimekamilika kabisa, lakini atakutwa na jambo lingine na yeye. Yaani lazima kuna kitu kitatokea ambacho kitakuwa chanzo cha yeye kuondoka duniani. Nilisema hivyo. Kwa ni chanzo yako. Sasa ishakuwa mzee na maandiko yako wazi jamani. Yaani wewe unatakiwa mshukuru Mungu atoe na sadaka kabisa mpaka kufikia uzee. Yaani kama umesikia mzee, mshukuru Mungu kwamba tayari unaenda kutwaliwa huko jioni, jua la saa 11 au la saa 12, kwa muda wote utaenda. Sasa utaendaje? Ni lazima haya mambo yatokee, moja wapo katika hayo. Aidha figo au nini, mwingine akawa vyote viko kamili kama alivyosema, hana usumbufu, lakini kuna lingine litamtokea tu.
litakalokuwa sababu ya yeye kuondoka. Nilijibu hivyo. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Niongezea hapo kidogo kaka Jeli. Karibu. Basi hapo Kapipi, neno linasema hivi, mwalimu au yeyote yule, nisimpoint mwalimu. Neno linasema aulai mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele. Sasa kwa nini mimi nikifika uzeeni na natembea na Mungu nipate magonjwa? Asante. Uzima wa milele huo nimeingia kwa sababu nadhani ya muda kabla sijapewa ruhusa na brother Jerry, tanisamee. Uzima unaozungumzwa hapo sio wa mwilini, dada Sofia na watu ambao mko kwenye Bible study. Lile andiko linalosema wewe mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele, sio wa mwili. Naomba muelewe, ni uzima wa roho, ni afya ya rohoni. Kuna afya ya rohoni na afya ya mwilini. Mwili wangu na mwili wako una mwisho, umekatazwa, hautoingia mbinguni wewe mwili wako na wa kwangu, kwa sababu tayari una matatizo makubwa. Kwa kitakachoingia ni mwingine mpya utakaopewa kwenye roho yangu, ndio utaishi milele pale. Ndio tunazungumza pale, lakini hazungumzi kwa habari hiyo. Na ili nikusaidie zaidi dakika moja, kwa dakika chache naomba mfungue Timotheo wa kwanza sura ya 5. Timotheo wa kwanza sura ya 5, muone mtakatifu mwingine mzuri sana. Mpaka alipewa ushauri. Huyu tunamsoma sana, alishauriwa hapa. Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23. Unaona anashauriwa mtakatifu huyu, naye mtamsemaje sasa? Anaambiwa hivi, tokea sasa usinywe maji tu, lakini tumia mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo lako na magonjwa ya kupatayo mara kwa mara. Na ni mhubiri mzuri sana wa Injili, na Mungu yuko pamoja naye, afya yake iko vizuri ya rohoni, lakini huu ugonjwa unamkuja mpaka akaambiwa sasa apewe njia nyingine. Usitumie tu maji, tumia na kitu hiki. Nadhani dada Sofia unaweza kuelewa sasa hapo kwamba vyovyote utakavyokuwa, itafika muda mwili wako hautakiwi kukaa duniani milele, lazima uondoke. Asante. Amen. Nasema Timotheo wa kwanza ngapi? Kijao na kuwekezea swali hapo participa kabisa. Sababu somo lako ulivyoanza ulisema hivi, ukifanikiwa rohoni na mwilini unafanikiwa automatically, na mwili na mwilini unakuwa mzima. Na ukisoma waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2 inasema, mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo yote kama ulivyofanikiwa rohoni ufanikiwe na mwilini. Sasa kwa nini kizeeka niwe na magonjwa? Wiki ijayo kupigwa kwake tumepona. Na kupigwa kwake tumepona. Na amesema atatuachia magonjwa yetu, atatuponya. Wiki ijayo mwalimu. Sasa ninavyoona, kwa sababu mwalimu aliingia dakika 15 behind, nimeyabisha kuweka 15 ili tumpe 60 zilizokusudiwa. Inaonekana kabisa kwamba maswali bado yapo. Tungeweza kufanya maamuzi ya kusubirisha katika kipindi cha dakika 90, lakini dawati limeridhia kwamba mwalimu kama akiwa na nafasi kwenye ratiba yake, basi uko naye wiki ijayo katika sehemu ya 3 itakuwa ambapo takava baadhi ya maswali haya, lakini kwa nafasi na kwa uzuri kabisa. Kwa hivyo naomba tukubaliane kwamba tuweke nukta kwa siku ya leo, lakini kabla hapo, kwa sababu ya notes zetu hapa tunapenda tuwe vizuri. Mtumishi alikuwa ni Timotheo wa kwanza 5:3, mstari wa mwisho kabisa msoma. Okay, nafikiri nitakupata kata najibisha kutafuta. Nichukua nafasi basi kuweka nukta kwa siku ya leo. Nimshukuru tena mtumishi wa Mungu mchungaji John Kapipi kutoka Tanzania kwa kuweza kuamka kwake very early 9 alfajiri kuweza kuwa pamoja nasi katika kipindi chetu kwa siku ya leo, sehemu ya pili ya kipindi hiki ambacho unaweza kukubaliana nami kwamba kimezua maswali mengi mazuri ambayo Wakristo wameonyesha kwamba wana nia nzuri kabisa ya kujifunza zaidi katika hili la afya ya kiroho versus afya ya kimwili. Mungu akubariki wewe pamoja na huduma yako pale ulipo. Na kwa sasa basi, kwa mara ya kwanza kwa siku leo, naomba nimkaribishe mchungaji kiongozi wa kanisa Umoja, Reverend Dr. Absalom Nasua. Atatoa nasala zake, atatongoza katika declaration yetu ya outreach ya mwezi huu wa 5, and then ataturisha kipindi kwa sala ya jioni. Reverend Dr. Nasua. Amen. Asante sana. Nichukue nafasi hii kushukuru dawati zima la Bible Study, dada Priska Mungaim sana, Webra Keri, dada Biabato, Jimmy Semo na Alan Fulu kwa kazi kubwa nzuri mnayoifanya. Mungu awabariki sana.
Amen. 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 Pia nimshukuru sana Mungu kwa ajili ya Pastor John Kapipi kwa somo zuri na kwa uwezo wake mkubwa wa kujibu maswali, na kama tulivyosema tutakutana tena wiki ijayo. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu Pastor John Kapipi. Mwisho nawashukuru watu wote kabisa waliouliza maswali ambayo yamekuwa ni maswali mazuri, maswali ya kujenga na maswali ambayo yatatusaidia wengi. Mungu awabariki na wote mliouliza maswali. Amen. 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 Basi tutakwenda sasa kwenye declaration yetu, na declaration yetu ni kuombea uchumi wa Marekani. Kwa hiyo tutakwenda kwa sekunde 30 kwa sababu ya muda, alafu baada hapo nitakwenda kutoa baraka za mwisho kuombea uchumi wa Marekani na pale kwenye state yako. Twendeni kwa Baba na katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, tunasimama mwezi wa madhabahu ya Omba tukipinga kudokola kwa uchumi katika Marekani. Tunakuja kila mbinu zote ambazo za uchumi katika state yako na yake kwenye kufanyia kazi. Tunakataa, tunapinga Baba kwenye yetu nafsi, tunakoa lango la uchumi tunafungua Yesu kwa jina la Yesu. Tunapinga tunabatilisha na kuwa ya baraka katika jina la Yesu. Mungu achilia katika jina la Yesu kwa damu ya Yesu. Asante Bwana kwa kutenda, asante Mungu kwa kufanya. Amen. Amen. Basi Mungu tunayemtumikia kwa nguvu, upendo na uaminifu, yeye ambaye ahadi zake ni kweli na amini, awalinde, awatunze na awafanikishe katika kila tendo jema, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Asante sana mchungaji kiongozi wa makanisa ya Umoja Reverend Dr. Absalom Nasua kwa nasaha zako na kutongoza katika declaration yetu ya Outreach Ministry kwa mwezi huu wa 5. Kipekee basi dawati napenda kuwashukuru wote ambao tumeweza kwa pamoja kwanza mpaka mwisho. Tulianza na kipindi cha maswali na majibu and then tukaja tukaswitch tukaingia katika somo lile. Tuanza kwa kuchelewa kidogo, but namshukuru Mungu kwamba ilikuwa ni mipango yake na tumeweza kujifunza mengi kwa siku ya leo. Kipekee nichukua nafasi kuwashukuru wale ambao walipata nafasi ya kuuliza ama kuchangia maswali kwa siku ya leo. Dada Messi, Mwalimu Sofia, Mama Bibi Favor, Dr. Winnie, of course na mkufunzi wetu wa siku ya leo mchungaji John Kapipi. Nilipata nafasi ya kuwaona na inabidi niwatambue baadhi ya watumishi ambao walikuwa katika line kwa siku ya leo. Nilipata nafasi kumsikia Reverend Nasua akifanya declaration hapo. Nimeona vile mtumishi wa Mungu Toshobia, mchungaji Mwasambungu, Mwalimu Olivia Andrews, mtumishi wa Mungu Mwalimu Gladys Msemo, Mwalimu Sofia, mchungaji Lilian Joseph kutoka pale Houston, na mkufunzi wa siku leo of course mchungaji John Kapipi. Dawati achukua nafasi hii kuwashukuru wote kwa kuwa pamoja nasi kwanza mwanzo mpaka mwisho. Kumbuka basi kuisha kipindi hiki ni mwendelezo vipindi vingine vinavyojia kwa sana makanisa Umoja. Sehemu ya 3 kipindi hiki tutakuwa jana wiki ijayo. Tukutane pale tumalize kipindi na maswali mazuri ambayo tumekwishaanza. Prayer line tutakuwa wani kama kawaida saa 12 asubuhi katika namba ile ile ya prayer line. Basi kwa niaba ya dawati zima la Umoja Church Bible Study, Dada Priska Mgamshana, Dada Hilda Biabato Kari, Brother Jim Msemo, Brother Allen Furu, naitwa Jerry Mkonyi. Tuwatakia wote amani ya Bwana, tukutane tena katika vipindi vyetu vijavyo. Amen.